wakati huo, na kila mmoja hakuamini kama Vunja Bei angeweza kutoa fedha hiyo ama angeweza kuishi mkataba huo. Lakini kwenye kipindi chake cha miaka miwili akafanikiwa na akazipandisha thamani jezi za Simba Sports Club. Miaka yake miwili kaisha, kwa thamani ambayo Vunja Bei aliipandisha, mdhamini mwingine akaja akaongeza dau juu yake, naye si mwingine ni Sunderland the only one. Kwa kipindi cha miaka miwili Sunderland the only one akawekeza bilioni 2 kwa kila mwaka, na yenyewe ilikuwa ni fedha nyingi mno miaka miwili iliyopita. Na alifanya hivyo kwa sababu alipokea kijiti chenye thamani kutoka Vunja Bei, na yeye akaipokea Simba Sports Club akaiongezea thamani jezi yetu, na akafanya kazi nzuri kwenye kipindi chake cha miaka miwili. Baada ya Sunderland kumaliza miaka yake miwili, thamani ya jezi ya Simba imeongezeka maradufu, na ndio maana usiku wa leo tuko hapa kupokea bilioni 5.6 kwa mwaka, sawa na bilioni 38 kutoka J-Root. Ni kutokana na mlolongo wa thamani ambao umefika hapa hii leo. Kwa hiyo tuwapongeze wazabuni wote wa jezi waliwahi kufanya kazi na Simba, wametufikisha hapa kiasi cha kupokea fedha hii. Maana yake ni kwamba mtu mwenye ndoto ya kutengeneza jezi ya Simba baada ya miaka 5 aandae fedha nyingi kweli kweli, kwa sababu thamani ya Simba hairudi nyuma. Sasa ni muda wa kukabidhiwa kile ambacho tumeahidiwa. Nichukue nafasi hii kukualika kwenye stage mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, lakini vile vile nikualike mwenyekiti wa kamati ya tenda Dr. Saif Muba, nikukaribisha vile vile mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Bi Zubeda Hassan Sakuru, pamoja na mwenyekiti mstaafu Salim Abdallah Twayegen, pamoja na mdhamini wetu Mzee Mihayo. Tuje tukabidhiwe kitita chetu. Na kutoka J-Root ni kualike kwenye stage mkurugenzi Bwana Joseph, pamoja na mkurugenzi wa uwekezaji Bwana Israel Mwai Babile, pamoja na mkuu wa idara ya sheria. Na vile vile karibu hapa tuje tukabidhiane kitita hichi. George, naomba mzigo. $38 nukta nyingi. Kama picha zimetosha, uendelee kusimama. Tuwashukuru sana, asante.